Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أولانا نعمته والهدى، وفضله معنا ماض ويزيدنا نماء ورقيا. 25 سنة في سبيل الخير سرنا، وبالرحمة والوفاء زرعنا العطاء نماء وبقاء. شكرا لجمعية الاستقامة الكريمة دعما وبناء، بكم قام صرح الرحمة سامقا سناء وضياء. رحم الله المؤسس الشيخ سيفا نورا وهدى، جعل الله له في كل عمل خير وجزاء. وتبعه الشيخ أحمد راشد الغيثي صدقا ووفاء، فكان نورا يضيء الطريق رقيا وعلاء. ونحيي الشيخ ناصر الغيثي رجل الحكمة والبصيرة والضياء، قاد المسيرة برؤية وثبات وسماء نقية بهية. والشيخ سالم عبد السلام في إدارته حسنا ورقيا، سار بالمؤسسة بالحكمة نماء ورجاء. والشيخ مسعود بماني باني المجد والبناء، جعل الجدران تنطق فخرا وإتقانا وسناء. وأما اليوم فنرى الدكتور سالم حامد نورا ورقيا، جاء بالعزم والهمة والإصلاح نماء وبهاء. ولا ننسى الشيخ راشد الرصادي سيد التواصل والعطاء، جعل المعلومات تجري نورا ووصالا ونقاء. أما بعد، kitaka tafsiri mtanifata na pesa lakini inshallah. Hili shairi au tenzi unaelezea kwamba tumeingia miaka 25, lakini ukawataja wale waasis na wale viongozi wakuu mmoja na kwamba yani mpaka leo hii kwamba tunaona haya mabadiliko yote. Basi yuko nasema jaa bil azmi wal hammati wal islahi namaan, yani yote haya Dr. Salum mashaallah mwenyewe anajiita kijana lakini mtu mzima, yote haya ameyasimamia lakini chini ya uongozi wa Istiqama. Kwa hiyo leo na furaha kuwakaribisha katika maadhimisho ya miaka 25 tokea Ar-Rahma ianzishwe. Safari ilikuwa ndefu mpaka hapa. Kwa hiyo mengi yamefanyika na mengi maboresho. Mimi sina la kusema katika hili, wazungumzaji watakuja yani kusema, lakini napenda nakaribisha katika hafla hii na hafla pia ya ufunguzi wa mapokezi mpya ambayo tunaiona hivi sasa. Kwa hiyo kwa kuanza shughuli yetu tunamkaribisha Sheikh Rashid bin Said bin Habib Ar-Rasadi atufungulie kwa dua, halafu ratiba itaendelea kama inavyosema. Sheikh Rashid, tafadhali. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى
اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baada ya dua hiyo fupi, napenda nimkaribishe Sheikh Salum bin Muhammad Al-Abdussalam aje atusimulie au atuelezee historia ya Ar-Rahma tokea kuanzishwa hadi hivi sasa. Sheikh Salih, tafadhali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiasi siku mbili hivi nyuma Dr. Salum aliniambia utaelezea wewe historia ya hospitali. Sasa kwa kitabia, yani mimi nilivyo si mtu ninojipanga, mambo yangu huwa yale dakika 5 kabla au dakika 10, ikawa ya hakukosea. Lakini mpaka nimefika leo asubuhi nikasema hawa watu nitawaambia nini, mimi najua nini kuhusu historia, nitachowaeleza kitasaidia nini. Lakini nikasema wacha tutawakal, tuseme kitu kidogo hasa kikaleta manufaa na kusaidia katika mustakbali. Mara nyingi historia huwa inatolewa baada ya watu kuondoka, wale walioleta matukio aghlabi yake, na ndani yake hupatikana ukweli na watu wakajaliza fikra zao, kwa sababu walitafsiri matukio kwa mujibu wanavyoona wao kwa wakati pale walipokuja kuyaelezea. Na pia historia ni kitu muhimu sana. Ukitizama katika hali ya kawaida mashehe wapo, lakini ukitizama Qur'ani wakati inashuka inaelezea watu waliopita, Musa, Firauni, maana inaeleza mambo ya tarehe mengi kupita kiasi. Hiyo inaonyesha dalili kwamba mambo ya kitarehe au mambo ya historia ni mambo muhimu, ingawa jamii yetu sasa hivi imekuwa haipi muhimu. Kwa nini muhimu? Kwa sababu historia inatoa nini kilitokea na aghlabi yake hutengeneza mustakbal wa jambo lolote lile. Ule mwelekeo wa jambo hutokea au hupata mwelekeo kutokana na watu kufuatilia historia yake. Kwa hiyo kwa mukhtasar labda nianzie kwamba Jumuiya ya Istiqama iliasisiwa katika miaka ya 90 kuwa kama jumuiya, lakini wazee wa Istiqama walianza fikra katika miaka ya 80 kujikusanya kidogo kidogo kwa ajili ya kuelimisha watu dini, mpaka ilipofika katika mwaka 92 93 ikawa imetengeneza mwelekeo kama ni jumuiya ya kidini ya kijamii isiyokuwa ya kiserikali, isiyokuwa ya kifaida, kusaidia umma katika kutekeleza majukumu yake. Moja katika vitu ilivyovibaini au kuviona, iliona kuna kasoro kubwa ya huduma ya afya kwa kutolewa katika ufanisi, yani katika hali iliyokuwa bora, na vile vile kutunza heshima ya mwanamke katika jamii yetu. Kwa haraka nitakuwa nakumbuka hivyo, yani ile sababu iliyopelekea hawa watu wakaamua kufikiria kuanzisha jambo hili la hospitali. Kwa hiyo wakati huo jumuiya ikiwa inaongozwa, nitataja baadhi ya watu ili kuweka kumbukumbu, na wengine huenda nikawa nimewasahau, lakini alikuwepo kiongozi wetu alikuwa marehemu Maalim Hamed bin Said al-Bahri, marehemu Sheikh Ahmed al-Ghaithi, marehemu Maalim Rashid Nasr Batashi, marehemu Yahya Sawafi, na walobaki hao Mungu awarehemu, na walokuwepo walobakia kina Sheikh Mansur al-Kharusi, Maalim Sleyu, Sheikh Malik, Sheikh Sultani, na orodha kama ya watu 16 17. Wao walikuwa wakihudhuria vikao vya kuendesha jumuiya ya Istiqama, na wao ndio wakaja na hili wazo, na hili wazo likakubaliwa kwamba ianzishwe hospitali. Katika kuanzishwa hii fikra ikakabidhiwa watu 4 waichukue wao waisimamie mpaka ifikie hiyo hatua. Watu 4 wenyewe alikuwepo marehemu Sheikh Ahmed al-Ghaithi,
Sheikh Nasr Salum Al-Hatali, Sheikh Masud Al-Bimani na mimi tulikabidhiwa jukumu la kufanya hospitali iwepo, ianze. Sisi katika kuifuatilia hilo jambo na kulianzisha, tulitengeneza aina fulani ya kampuni ili watu waingize pesa kwa nia kuchangia, na wakati huo kwa nia kupata faida. Atakayeamua kupata faida, ikipatikana faida atapewa sehemu yake ya faida, na atakayeamua kuchangia atachangia. Na ikawa kwamba sisi tupambane tutoe huduma nzuri ya afya. Tabani ile miaka kidogo ilidhoofika huduma ilikuwa yenye afadhali, na wakati huo tupate kitu kidogo tusaidie kuendesha harakati za jumuiya ya Istiqama katika kuwasaidia walimu wa madarisi za Qur'an. Ikiwa tabakishwa kitu, basi tuweze kukisaidia katika jambo hilo. Alhamdulillah, kwa taufiki yake Allah tukafanikiwa kupata msaada kutoka kwa watu tofauti ambao waliingia kwa nia zote mbili, na hiyo ilipata msaada mkubwa wa ndugu zetu wawili wako mashekhe zetu wako Omani, Sheikh Zahir bin Khalifa Al-Alawi na Sheikh Muhammad bin Salum Al-Busaidi. Hawa wao walichukua juhudi kwa upande wa Oman, na sisi tuliobakia tulichukua juhudi kwa upande wa hapa kuchangisha mfuko ambao utaweza kuiasisi hii hospitali. Tulipoanza kupata, tukaanza kutafuta eneo la kujenga. Eneo la kujenga, sehemu ya kwanza tulipata pale Michenzani, palikuwa panajaa la taka hivi. Tukamkuta mtu akadeni sehemu yake akataka kutuuzia, lakini baadaye watu wa manispaa na serikali wakasema hili ni eneo rasmi la kiserikali la kuweka mambo hayo ya taka za mjini. Tukaenda tukapata eneo hili lilikuwa linamilikiwa na bwana mmoja anaitwa Said Rabia, ambaye wakati ule alituuzia kwa shilingi milioni 18. Milioni, wakati sasa hivi kuna eneo kama hili hapa limeuzwa kwa bilioni 1.1. Yani nakupeni ile tofauti ya mwaka 96, 1996 na sasa hivi. Kwa hiyo likapatikana hili jengo. Ile eneo lilikuwa pana boma hapa. Alikuwepo mmoja katika watu ambao nimesahau kumtaja pale mwanzo, anaitwa Engineer Suleimani Ali Rawahi. Yeye tukampa kazi ya kudesign ile jengo, na yeye alishirikiana na mwanamke kama nimemkumbuka anaitwa Arafa, alikuwa msomi katika wasomi wa Karume, engineer vile vile. Wao ndio walio design kulifanya hili muonekano huu uliokuwepo sasa hivi. Wakati tunaendelea, njia tuliyotumia katika kujenga hatukuipa kampuni. Ilikuwa sisi watu 4 tunakuja hapa, tunasimama na mafundi mpaka limefikia ile kujengwa mpaka likakamilika. Nakumbuka kama ziko sawa kumbukumbu zangu, siku iliyoanza kujenga ile siku ya mwanzo kuvunja ile foundation ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 1998. Na tukaja tukaifungua hospitali tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2000. Na ufunguzi ulifanywa chini ya Dr. Salimin Amur, alikuwa raisi, na ila mashallah walihudhuria watu pande zote, wananchi, viongozi wa serikali na sisi viongozi wazee wa jumuiya ya Istiqama tulihudhuria katika kufungua. Lakini katika kipindi hichi cha kufungua tulitengeneza timu ya wataalamu ili kutusaidia kufikia hadafu ya kuweza kuifungua hii hospitali, kwa sababu sisi alikuwa mtaalamu kidogo katika sisi alikuwa marehemu Sheikh Ahmed, ndo alimaliza form 4 mwaka 72, form 3 nafikiri mwaka 72, na alikwenda chuo cha ualimu akapata cheti cha kuwa mwalimu. Aliwahi kufanya kazi ya ufundi wa umeme, ufundi wa simu. Yeye ndo tukamchukua akawa sehemu ya ndo mtaalamu wetu katika wale watu 4 waliokabidhiwa. Mimi nimemaliza darasa la 11, maana ningesema kwa kizungu form 3 naweza likaleta tabu. Darasa la 11 ya Kiboje School, na Sheikh wangu Masud bin Abdullah naye alimaliza mjini, yeye kidogo afadhali, na Sheikh Nasr Salum alimaliza Kinduni huko shamba. Tunasema zamani kumaliza, maana ukishafika darasa la 11 umemaliza. Kwa hiyo sisi tukawa ndio tumefika hapa. Kwa hiyo tukaunda timu ya wataalamu ili kusaidia kuiendesha
kuifanya hospitali ifunguke. Wenyewe walikuwa wakiita steering committee. Katika hiyo nitawakumbuka baadhi yao, pengine wengine nitawasahau. Alikuwepo huyo marehemu Sheikh Sefu ambaye baadaye ndo alikuwa manager wa kwanza. Alikuwa msomi katika mambo ya anga, aliwahi kuwa manager wa mashirika ya ndege, yani uwanja wa kimataifa wa Dar es Salaam. Alikuwa msomi katika mambo ya kiutawala. Alikuwepo marehemu Mzee Suleimani babake Sheikh Nasor, vile vile naye alikuwa ni mtu wa kiutawala. Tulikuwa tumemkaribisha Maalim Abdallah Mwinyi, aliwahi kuwa mkuu wa mkoa, naye vile vile alikuwa mtu wa kiutawala. Tulimuingiza mtu mmoja anaitwa Bwana Bakari Abedi, naye vile vile alikuwa mtu wa kiutawala, mtu wa utamaduni, anajua mambo ya Zanzibar, anajua heshima za watu. Alikuwemo bwana mmoja anaitwa Muhammad Sharifu ambaye tuliwahi kuwa naye hapa kama mtu wa utawala, naye vile vile alikuwa yule mtu ana master degree katika mambo ya kiutawala. Vile vile tulimuingiza bwana mmoja anaitwa Ahmed al-Miskiri, yeye alikuwa lawyer, mwanasheria, alikuwemo. Alikuwepo madaktari watatu. Alikuwepo Dr. Hassan Atasi, aliwahi kuwa daktari mkuu nafikiri hospitali ya Mnazi Mmoja, babu yake Mansuri, huyu mzaa mama yake Mansuri Toki tunaye hapa. Alafu alikuwepo mmoja bibi mmoja anaitwa Dr. Ruqayya na Dr. Fathia. Dr. Fathia nafikiri sasa hivi daktari wa watoto. Wao katika hili kwa ndo timu ya kitaalamu, na vile vile alikuwepo engineer Omar Zahor. Hao watu ndo walikuwa, kama nimewakumbuka wote, wao ndo walitengeneza vipi itafunguka hii hospitali. Na alhamdulillah, kama nilivyokuambieni, ilipofika tarehe 15 mwezi wa 9 tulifungua. Katika mambo ambayo unaweza kuyaika kama kitu cha kufurahisha, unajua Zanzibar ilikuwa ina upungufu mkubwa sana wa wataalamu wa afya. Sana. Ilikuwa watu kidogo elimu imepungua, watu wengine wamehama hivi na hivi, lakini almuhimu kulikuwa kuna upungufu mkubwa wa wataalamu wa afya hapa Zanzibar. Wakati tunafungua hospitali, ishafunguliwa na Dr. Salimin Amur, mheshimiwa, alikuja, tukajikuta sisi wenyewe wale madaktari wa kuiendesha hospitali hawajakamilika hapa. Manake siku tunafungua kuna upungufu wa madaktari. Alhamdulillah, walikuwa wameanza kurudi kina Dr. Nofal na Dr. Salum Ismail na Dr. mwingine Muhammad, kijana wa Kihindi, sijui yuko wapi siku hizi yule. Hawa kidogo wakaja wakaunga mkono ile juhudi kuipush hospitali ifunguke. Katika vitu ambavyo vile vile unaweza kuvisema vizuri na vikubwa, hospitali ya Al-Rahma ni hospitali kwa wakati wake ilikuwa ndio hospitali kubwa kabisa ya kwanza ya kulaza wagonjwa ya binafsi. Ilikuwa hakuna hospitali nyingine. Na wakati huo ilikuwa hospitali kubwa ya pili kwa mstawa wa nchi, maana kitanguliwa na Mnazi Mmoja, kwa kutoa huduma zilizokuwa kidogo zina mstawa wa juu katika huduma ya hospitali. Hospitali ilipofunguliwa, katika vitu ambavyo vile vile unaweza kusema vilikuwa vya vizuri kidogo, tulikuwa sisi ni watu wa mwanzo kuwa na ultrasound. Sijui ilikuwa Mnazi Mmoja umetangulia au Al-Tabibu hospitali ile, lakini ilikuwa ni watu wa mwanzo kuwa na hiyo. Katika changamoto tulizipata siku tulipoleta ultrasound, ilikuwa watumiaji kidogo. Halafu ile tumenunua Dubai, tukabidi tumlete mtu yule Mhindi kutoka Dubai aje kae siku moja kufundisha jinsi ya kuitumia ile ultrasound, kwa sababu ilikuwa utaalamu mdogo, hamna mtu anajua kuitumia vizuri. Tukaleta mtu akaja akaifundisha. Kwa hiyo ikawa katika vitu vya mwanzo hospitali kidogo ilikuwa na x-ray ya kwake tangu siku ile kwanza kufunguliwa. Ilikuwa baadaye wakaja kaunga mkono madaktari bingwa kama Dr. Malik, Dr. Sulemani Abudu Jumbe, tulikuwa naye Dr. Kaumbwa, alikuwa mtu wa ile mambo ya usingizi. Hawa ndio watu madaktari wa mwanzo, na wengine pengine nimewasahau walikuja wakaiunga mkono. Ikaanza hospitali kuchukua njia kidogo kuingia katika mwendo, lakini kama nilivyotangulia kusema ilikuwa hakuna study, yani ile kama palifanywa feasibility study kubwa ya kitaalamu kuonesha itatokea nini, itakuwa vipi. Ikawa mambo yanakwenda kwa mujibu wa maono ya wale watu wanaoongoza ile hospitali kwa wakati ule. Tukaanza nayo. Katika changamoto tulianza kuzipata mapema, uliwahi kutokezea mgomo wa wafanyakazi hapa.
Ile tumefungua hatujafikisha hata miezi 6 kama imefika. Manasi Sheikh Dr. Ame hapo atakumbuka waligoma hapa. Na sisi wakati huo akasema alikuwa tunao wazee wenye uzoefu, akasema aache agome anogoma, lakini tuendelee. Tulikwenda kwa muda kidogo kutokana na dhurufu za maisha, tukamwacha marehemu Sheikh Ahmed Rashid yeye kuwa ndo msimamizi mkuu kama mtu aliyebakia peke yake. Ikaenda wakaja kina Dr. Jamali, mashaallah, wakasaidiana na marehemu Sheikh Ahmed kuisaidia, kwa sababu hii fani ni mpya kwetu. Sisi hatuna utaalamu na ni jambo gumu, kwa sababu katika wafanyabiashara wanavyozungumza biashara za huduma, hasa huduma ya afya, huduma ya elimu, ni ngumu sana kuifanya kibiashara, hasa katika nchi hizi, kwa sababu hizi nchi zimezoea biashara, mambo haya hutolewa bure na serikali. Sasa kuyageuza ukayafanya kama ni kitu cha kulipiwa watu, cha kutia pesa, ingawa ilikuwa sio msingi wetu biashara moja kwa moja, lakini kuna gharama ile lazima watu walipe. Kwa hiyo watu ikawa kuna changamoto hiyo, ikayumba hospitali kusema la ukweli, ikawa haikwenda vizuri, lakini baadaye ikatulia. Katika juhudi zilizochukuliwa na Mungu amrahamu Sheikh Ahmed, walisafiri sana kwenda kutafuta madaktari kwa ajili ya kuisaidia hospitali. Ilitoka timu yetu hapa ikiongozwa na yeye Sheikh Ahmed, Suleiman Ruwehi na Suleiman Maharuki na Sheikh Mansuri, walikwenda China katika mwaka nafikiri 99 mwisho wa 2000 mwanzo, kwenda kutazama uwezekano kupata madaktari kutoka China. Hatukufanikiwa. Tukakuta wakati ule gynecologist ili umlete hapa labda anataka dola 2000, na kama nilivyosema watu walikuwa hakuzoea kulipa, kwa hiyo ikawa ngumu kidogo. Alafu akatoka tena wakaenda Afrika ya Kusini. Wakufuatana alikuwa kwa balozi anaitwa Mzee Habibu alikuwa balozi Afrika ya Kusini, wakafuatana na Ahmed al-Miskri lawyer kutafuta daktari, ikashindikana. Wakaenda Sudan, ikashindikana. Wakaenda Cuba. La mashallah al-Rahma ndio hospitali naweza kusema ya kwanza kuleta madaktari, hospitali ya binafsi kuleta madaktari bingwa kutoka nje ni al-Rahma. Marehemu Sheikh Ahmed akafanikiwa kuwaleta madaktari bingwa kutoka Cuba. Na tuliwahi kupata madaktari wa Russia, tuliwahi kupata madaktari wa Masri, katika juhudi za kupambana ili hospitali ifanye vizuri. Vyovyote ilivyokuwa, lakini ilipata changamoto za kiuchumi, hali za watu, ule ujuzi, uzoefu, ikayumba sana mpaka ikafikia pahali tukawa tuna watu tuiuze. Mimi mwenyewe niliwahi kumuita mfanyabiashara mmoja mkubwa sana, sitaki kumtaja jina lake hapa, wa bara huko, ambaye anatokea hapa. Nikaja nikamtembeza kwa nia kumuuzia tuiuze hospitali kwa sababu shatushinda. Lakini bado wazee wakasema tukayemuuzia lazima awe na mwelekeo wa kuiendesha hospitali, au tukafika pahali tuikodishe. Tukasema tutakayemkodisha lazima awe na uwezo wa kuwa ana pesa za kuiendesha hii hospitali angalau miaka 2, na tumfanye test hiyo ili tumwambie lete angalau dola 500 uweke pale, tutakujua kwamba wewe unaweza kuendesha hospitali hii ya Al-Rahma. Kwa hiyo tukapita katika hivyo vipindi mpaka mambo mengi inawezekana mengine sasa hivi siwezi kuyakumbuka na wakati mdogo. Tukafika mwaka 2018 tukaubadilisha uongozi kutoka kwa marehemu Sheikh Ahmed Rashid, tukaja tena na timu nyingine ambayo ilikuwa kiongozwa mimi nikiwemo Sheikh Nasor na Sheikh Muhammad Toki, kwa nia ya kutizama tena mfumo mpya wa kuiendesha. Tukaenda nayo tukamweka Sheikh Nasor, tukamwambia wewe sasa utajitolea. Alikuwa anatoka shamba na jembe lake, tukamchukua tukamleta hapo, akamwambia bwana nataka tusaidie mkulima ipeleke hospitali mbele. Basi ala kule hal akaweza mashaallah, tukapiga hatua fulani imekwenda. Na siku zote tulikuwa tunalo wazo kwamba hospitali itapelekwa na wataalamu, lakini wakati ule kwa hatujawapata. Tukaanza mashaallah alhamdulillah, tukampata Dr. Salum, kaanza na sisi kidogo, ikamuingia roho kwamba wazee wanaweza kufanya hichi kitu, na leo ila mashaallah tunaona mabadiliko. Kwa sisi tunaona mabadiliko makubwa. Hospitali imepata njia nzuri. Kwa uchache labda tuna madaktari bingwa wanahudhuria kwetu wanafika labda 20
katika fani tofauti, kuja ikiwa part time, ikiwa wa kudumu katika maeneo tofauti tofauti ya tiba. Hii yote ni taufiki ya Allah. Sisi hatuna chochote kati yetu. Ukitutizama kama binadamu, tuna mapungufu ya kibinadamu, na ule uwezo, manake sisemi kama ni jambo kubwa sana la kutisha, lakini ukitizama ile hali yetu sisi tulikuwa tumekabidhiwa ile fikra na istikama, hatukuwa na sifa ya kielimu wala sifa ya uzoefu wala sifa ya kifedha. Hiyo inaonesha kwamba yote yaliyotokea ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Sisi matarajio yetu hospitali hii tutaendelea kukua na kuifanya ibakie ifikishe yale malengo yaliokusudiwa. Nikifungia haya mazungumzo, siku nyingine tukipata wasaa labda tunaweza kukumbuka mengine tukaambizana kwamba turudini katika asili yetu. Sisi walikuwepo wakati ule walikuja na wazo kwamba tutoeni huduma bora kwa jamii ya Kizanzibari ambayo itachunga maadili yao. Hii ni hadafu yetu. Tumeyumba, kuna kwenda wakati tulikuwa hatuwa na daktari bingwa mwanamke, na sisi tulianzisha kwa sababu wanawake wapate huduma hiyo, wapeona wanawake wenzao. Haikuturudisha nyuma, Mwenyezi Mungu akatupa taufiki, sasa hivi tunayo. Kwa hiyo siku zote tutapokuwepo hapa, waliokuwepo hapa waone sio wamekuja kufanya kazi tu, bali wamekuja kushiriki katika kupeleka mbele na kutoa huduma iliyokuwa bora katika jamii ya Kiislamu au jamii ya Kizanzibari kwa ujumla wake. Na inshallah tukienda mbele, tunawezekana baada ya muda tukawa tunarejewa katika hili eneo letu la Afrika Mashariki. Baada ya hayo niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana Sheikh Salum Abdussalam kwa historia yako hiyo ambayo binafsi imetupa mafunzo, kitu ambacho tumekiona hapa toka mwanzo Ar-Rahma ilipoanzishwa mpaka sasa hivi, kwamba kitu lazima muwe teamwork. Na tumeona kwamba tokea kabla haijaanzishwa imeanzishwa kamati yani ya kufuatilia. Kwa hivyo kitu maendeleo lazima pawe na team ambayo wote wana nia moja ili jambo lenu liende. Allah awarehemu wote waliotangulia walioeka msingi katika hili, na awape nguvu na umri mrefu wale ambao wapo hai ili tuendelee nao kufaidika. Baada ya hayo, napenda nimkaribishe Sheikh Nasr bin Suleiman Al-Ghaithi, na yeye atupe kalima fupi pamoja na nasaha. Naam Sheikh Nasr, tafadhali. Msione nimesimama mkaona labda, maana mambo mawili nilifanya nisimame. Moja, kwa mbele yangu kuna mashehe wakubwa, sina heshima hiyo ya kukaa chini. Pili, kuna madaktari bingwa, nitakaaje mimi ni chini zungumza. Lakini Sheikh Salum sifa zote hizo anazo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika Sheikh Salum bwana kashamaliza kila kitu, lakini najua kwa nini wamenitaka mimi nizungumze kidogo. Kwa siku nyingi hajanisikia sauti yangu tokea miaka 2.5 iliyopita, lakini bwana aliyosema yote Sheikh Salum kwa hakika yamo kwenye simulizi ya historia, na historia mara nyingi inakuwa ni hadithi. Ile hadithi ndio inatoa historia. Kwa hivyo kaileta ile hadithi kuanzia tokea mwanzo mpaka imefika hivi. Lakini kwa hali yoyote itakavyokuwa, Ar-Rahma Hospital imepita katika misingi mitatu. Misingi mitatu. Walioanzisha kwa lengo la kwamba hili jambo liendelee, na sisi tuliokuja katikati tukalichukua mpaka gurudumu tukamfikishia Dr. Salum. Hii ni chain inakwenda, na kila mmoja katika awamu hizi tatu, kila mmoja alikuwa na jukumu lake na alitekeleza jukumu. Na mambo yote hayakwenda kwamba smooth, kila kitu kimekwenda hivi hivi. Hapana. Bila shaka wale waliokuwa mwanzo walipata tabu kama hivyo alivyosema Sheikh Salum kwamba kulipo hakuna wataalamu. Vipi utajenga hospitali huna daktari? Lakini kwa uwezo wa Allah imejalia mambo haya yote hakuyaona kwamba ni pingamizi, na limekuwa. Tumekuja sisi vile vile kulishughulikia hili jambo. Tumejifunza kutoka kwa wale wenzetu, tunaliendeleza. Mimi nataka nikwambieni kitu kimoja.
tumepokea hospitali hii, mkono wa mwanzo uliotoka tulipopokea hospitali hii, sisi tulikuwa juu store, kama mnakumbuka, store ya dawa. Yani tulifanya kazi miezi 4, mimi Sheikh Salum na Sheikh Mohamed Toki. Ofisi yetu ilikuwa store ya dawa, na meza ilikuwa hii moja tu na kompyuta moja ambayo tulimpa Sheikh Salum. Lakini kwa jinsi ilivyokuwa ile hamu ya kutaka hili jambo letu la Istiqama na hospitali yetu iende mbele, hatukujali kuwa na ofisi kubwa. Manake kwa ile height yangu ilivyokuwa, kwa ufupi wangu, mara nyingine wale watu wanaokuja pale store basi huwa anauliza huyu mkurugenzi yuko wapi? Manake nimezingwa na maboksi ya dawa. Lakini tumeendelea na tumefika hapa tulipofika. Mimi ninamuonea wivu Dr. Salum. Tumemkabidhi ofisi mpya. Ofisi mpya latest na full furniture. Tunategemea na yeye atapopumzika atamkabidhi mtu zaidi kuliko vile alivyopata yeye. Kwa kweli bwana, hata sijui maana Sheikh Salum kisha maliza mambo yote, lakini niseme kidogo tu kwamba unapofika miaka 25, nataka hapa kidogo mnizingatie. Miaka 25 ya jambo, robo karne, si mchezo. Si mchezo. Mimi nimekaa miaka 6 kama mkurugenzi. Unaposhughulikia jambo hili tofauti na mimi nilivyokuwa na ng'ombe wangu kule Mwera. Ushanifahamu? Mwera ng'ombe akiumwa nitamwita daktari, lakini binadamu utamfanya nini? Na wewe unachukua dhamana ya binadamu, roho za watu. Nitakwambia ni kisa kimoja. Tuliwahi kumwita hapa daktari bingwa kutoka India, daktari wa moyo. Huyu daktari alitaka kuonana na mimi ili kwa lengo la kuwa afungue sub office hapa Ar-Rahma. Alipokuja huyu daktari, nikasema mimi huyu daktari ninazungumza naye nini? Nikamwambia Dr. Saleh, bwana, kuna daktari huyu kadha anakuja kutoka India. Akasema mpokee na mimi nitakuwepo. Alipofika yule daktari bingwa, tulipanga mambo, yeye anataka huko alipotoka mazungumzo yote yawe online, yani yawe live na hiyo taasisi ambayo yeye ametokea. Sasa tulipokuwa tunazungumza, na mimi kwa vile nilikuwa nimejishajisomesha kwa madaktari waliokuwepo hapa na manesi waliokuwepo hapa na hata order waliokuwepo hapa, nishasoma na technique zao na tabia zao na qualification zao, ikana mimi na contribute jambo moja katika discussion ile ya yule daktari. Basi amini Mungu, mwisho alipoondoka yule alirifamia, Dr. Naso, thank you very much. Sasa nikashindwa kumwambia mimi si dokta. Haya yote tunazungumza kwamba iko haja ya kuwa na teamwork. Hii yote sio mimi binafsi au sio Sheikh Salum au sio Sheikh Mohamed Toki. Ni msaada mlionipa madaktari pamoja na manesi na maodali, ndio walioniwezesha mimi nikasimama na mtu professional kutoka India ambaye ni bingwa matibabu ya moyo. Na huyu hakuwa peke yake, wamekuwa wengi sana. Nimesimama kwa ajili yenu nyinyi, na kama si nyinyi, maana jengo ni jengo, lakini Ar-Rahma ni watu, na watu ni madaktari, manesi, odali na wanaohudumu wengine. Hao ndio wanaoifanya Ar-Rahma ikawa mpaka leo inatajika. Na mambo mifano mingi ya kuzungumza jinsi hii Ar-Rahma ilivyoniheshimisha, lugha yake siku hizi, ilivyoniheshimisha. Nilipokuwa kule mwenyewe Nkilima hata hanijui mtu, lakini amini Mungu, na leo ndo ninasema kwa mara ya kwanza, nilipokuwa Ar-Rahma nimepata mialiko miwili ya kuwa board member katika taasisi kubwa hapa Zanzibar. Nikamwambia mimi nimetosheka na Ar-Rahma, sina pa kwenda zaidi ya hapa.
taasisi mbili. Hii yote ni kwa heshima yenu wafanyakazi pamoja na watu wote wa Rahma Hospital. Na mengi ya kusema, lakini kama ilivyokuwa muda hauniruhusu na nisije nikavuka yale bora yale machache yaliokuwa mepesi kuliko kuzungumza mambo mengi, lakini nihakikishie Dr. Salum tutakuunga mkono kwa sababu tunajua uwezo wako na timu yako uliokuwa nayo na madaktari wako na wafanyakazi wako. Ar-Rahma Hospital na taasisi ya Istiqama haikufanya makosa kukupa jahazi hili kulivusha katika hatua nyingine. Asanteni sana. Baada ya nasaha hizo, sasa hivi napenda nimkaribishe mkurugenzi mtendaji wa Ar-Rahma Hospital Dr. Salum Hamed Muhammad Al-Mazrui. Tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na siku nzito leo. Sasa sijui wapi nianzie, wapi niishie. Awali ya yote, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia afya njema na siha kuweza kujumuika kwa pamoja katika siku hii ambayo watu wengi walikuwa wakiisubiria kwa hamu kwa namna moja ama nyingine, ilikuwa nianze ufunguzi au kauli yangu kwa kusema kwamba nawakaribisha. Lakini baada ya historia ambayo Sheikh Salim aliyoielezea ya watu walipokaa kitako, walipoweka nia zao mwaka 95 kuelekea 96, ambapo makusudio hayo yaliweza kufungamana na vitendo katika kulikamilisha jengo hili, basi na mimi badala ya kusema nawakaribisha, naomba kila mmoja achukue nafasi kusema kila mmoja anamkaribisha mwenzake. Kila mmoja amkaribishe mwenzake badala ya kusema mimi nawakaribisheni nyinyi. Nasema hivyo kwa sababu Sheikh Salim alichokizungumzia kwamba Ar-Rahma si ya mtu mmoja, ni ya kwetu sote. Yani anayemiliki Ar-Rahma ni sisi wote, ambapo pia iligongelewa msumari na maneno ya Sheikh Nasor kwamba Ar-Rahma jengo ni jengo, jengo ni jengo, lakini Ar-Rahma ni watu ambao ni sisi. Kwa hivyo tuanzie hapo. Baada ya kusema hayo, kuongezea Sheikh Salim historia Ar-Rahma ilipoanzishwa mwaka 2000 ilianza kuoperate na wafanyakazi 37 kwa mujibu wa records ambazo zipo rasmi, waliokuwa wameajiriwa kama part time pamoja na full time. Lakini kwa takwimu zetu kwa sasa mpaka mwezi uliopita tupo wafanyakazi, tuseme sio wafanyakazi, familia ya Ar-Rahma wale wa moja kwa moja ni 138. Lakini tukijumlisha na wale wengine wa kwenda na kuondoka ni takriban watu 200 ambao wapo katika hii ni familia ya Ar-Rahma. Na katika hao watu 200 manake ukijumlisha nao familia zao, ikiwa kila mmoja mke na watoto 4 kwa mke mmoja, manake watu kama 1200 kwa haraka, ambao wote wana mafungamano ya moja kwa moja na hospitali hii. Leo kuwepo kwetu sisi hapa ni kunaadhimisha zaidi ile tuseme miaka 25, na shughuli hii ilikuwa ifanyike tangu tarehe 15 mwezi wa 9 rasmi, lakini kumekuwa na vikwazo viwili vitatu ili kuweza kulikamilisha tuweze kufanya uzinduzi rasmi. Lakini kuwepo hapa leo sio kwa ajili ya kufanya ufunguzi wa eneo hili, hapana. Haya yote ni matufali ambayo yapo. Lengo ni kwamba ni kutoa huduma iliyokuwa bora, lakini sasa hivi tuelekee katika sura ya pili baada ya miaka 25, kwamba watu wanachokitafuta sio quality tu, sio kwamba ile ni bora. Ile neno bora ina maana nyingi, lakini kikubwa tunachokiangalia ni convenience, welcoming, patient centered. Yani manake vipi na kukaribisha, vipi na kuvutia, vipi mtu anatabasamu na wewe. Inawezekana ukawa na kifaa kikubwa cha kisasa kabisa, lakini pengine ile haiba ya watu ile anavyokusalimia tu basi ile yote ikakuondosha. Kwa hivyo ukiangalia mfumo ambao umetengenezwa sasa hivi, inawezekana kwamba kuna vitu hatuna, lakini lengo ni kukufanya upate ule ukaribu, ujihisi kama uko nyumbani, ambapo matarajio yetu tutaweza kuyakamilisha yote kwa pamoja.
insha Allah. Kama tulivyosema awali, Sheikh Salim, yote ilikuwa ni makusudio, walikuwa na nia ambayo ikaweza kufungamana na kitendo kilichokamilisha jambo hili. Nakumbuka wazo la ukarabati wa hapa ulianza zamani, takriban zaidi ya mwaka mmoja, lakini ramani ya kwanza kabisa, mchoro wa kipande hichi, niliupokea tarehe 3 mwezi wa pili saa 2:41 usiku. Saa 2:41 usiku, tarehe 3 mwezi wa pili, kutoka kwa mkandarasi wetu Sheikh Muhammad Al-Kindi. Saa 2, yani yeye anafanya kazi na huku sisi nafanyaje? Unapokea. Kwa hiyo ilikuwa ni mawazo, na ilikaa mara kadhaa vikao tofauti tofauti mpaka tukafikia hapa tulipo sasa. Baada ya hapo pia niseme kwamba maudhui yetu ni yapi, lakini kabla kwenda maudhui ni kutoa shukrani vile vile. Shukrani hizi sio tu kwa meza kuu, tujipongeze sisi wote kwamba kufikia malengo mazuri ni kwamba lazima hichi kitu wote tukione kwamba ni chetu sisi, ni mali yetu ya pamoja, na ndo kauli mbiu ambayo tunaipigania kwamba Ar-Rahma ni yetu sote, sio ya mtu mmoja, sio ya kina Sheikh Salim wala Sheikh Nasr au Jumuiya Istiqama, ni sisi. Na nadhani yale matunda yake tunayaona sisi ndio tunaonufaika na kufaidika. Tufikie hatua ambayo tutaweza kutoa huduma zote hapa, sio kwamba mtu akifika hapa afikirie labda kitu fulani mpaka mtu umpe rufaa kwenda sehemu fulani, dawa fulani mpaka uende sehemu fulani, kitu fulani mpaka la, yani kwamba iwe itutengenezewe pesi, sababu tunapokitunza haimfai mtu mwingine wa mbali zaidi, ni sisi wenyewe ambao tuko hapa. Lakini leo pia nasimama hapa kutoa shukrani zangu kubwa mbele ya wageni waalikwa wa Jumuiya Istiqama ambao ni wazee na viongozi na timu nzima ya hospitali. Lakini leo sitosema labda kwa kuanzia madaktari, nazungumzia wote ni wamoja, odali, mtu wa mapokezi, mtu wa usafi, muuguzi, madaktari, wote ni kitu kimoja, sababu wote tunatoa huduma kwa jamii. Kwa tusiweke matabaka, yani wote ni kitu, familia moja. Shukrani zangu zaidi kwa bodi ambayo ilikuwa kiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya hospitali Sheikh Salim, na wakurugenzi wa bodi Sheikh Nasr pamoja na Sheikh Muhammad Toki, leo amedharurika kisafari. Lakini shukrani zangu zaidi kwao kwamba kuweza kunisupport kwa namna moja ama nyingine, rai zozote ambazo naweza kuziwasilisha baada ya kuzitoa pia kutoka kwenu, wao wamekuwa wananitengenezea njia wepesi na kuweza kufikia hapa tulipofikia. Kwa hivyo juhudi hizi sio zangu, bali ni za kwenu kwa michango yenu pamoja na support ya moja kwa moja kutoka kwa bodi. Kwa hiyo ahsantum sana Sheikh Salum, Sheikh Nasr na Sheikh Muhammad. Na wanapotoka kote huwa maneno ya Sheikh Salim anakuja, wakija hapa hawapati kitu chochote zaidi ya kutegemea malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Zaidi ya kubwa sasa hivi tunachowasaidia ofisini ni kuwapa chai na biskuti. Chai na biskuti, yani wanatoka huko walipotoka, lakini angalau basi bwana chai na biskuti wasikose. Na bahati nzuri mbaya Sheikh Nasr hata chai hanywi, anataka chupa ya maji tu basi. Mafuta yote alipotoka Mwera mpaka hapa, lakini yote ni kwamba kalibeba jambo kama ni lake. Amewazungumzia wote wale waasisi, na mimi historia ambayo pia labda niiseme mwanzo kwamba kila mtu na nafasi yake na kila mmoja na mchango wake. Sheikh Salim, mimi nilianza kazi ya Ar-Rahma mwezi wa pili tarehe 1 mwaka 2018 kama part time, sikuwa nimeajiriwa. Baada wiki chache nakumbuka nilimfuata Sheikh Salim, aliniita siku ya Jumamosi mida kama saa 6 hivi, napigiwa simu, Sheikh Salim bana njoo Ar-Rahma, lakini jitahidi kabla ya dhuhuri uwe umefika. Nilipofika nakumbuka alikuwa na kiti chake ofisi ya juu, huwa yeye anauangalia mlango, alafu na mimi nikaa nimekwa kwenye kochi na Sheikh Nasr alikuwa kwenye meza yake. Wakanambia bwana, sasa hivi tupo katika harakati ambazo walikuwa anaelezea huenda waikodishe hospitali kutokana na uendeshaji. Akanambia bwana, sisi takuwa hatuna nafasi ya kukupa. Salim, Jumamosi ilikuwa
Kwa hiyo baada ya kuniambia vile, mimi nilipokea positive, alhamdulillah, nikasema yote maandiko na yote khairi, na mimi nimetokea Dar es Salaam nimekuja hapa. Lakini alhamdulillah, baada ya muda mchache nafasi ikapatikana na Mwenyezi Mungu akawafikisha na wao wakaweza kuibeba wakaiendeleza. Kwa pale walipoipokea na kuiendeleza ni katika juhudi zao pamoja na wale waasisi, na mitihani na kwa haikosekani kwa namna moja ama nyingine. Baada ya kusema hayo, matarajio yetu kuelekea mbeleni kama nilivyosema ni kuifanya hospitali iweze kuwa bora, kuweza kujitegemea wote kwa pamoja kwa vitu tofauti tofauti, na moja katika sehemu ambayo imeweza kufanikiwa alhamdulillah ni kuweza kufanikisha kuwavuta wataalamu tofauti tofauti kuanzia madaktari, mabingwa kuelekea ngazi za ubobezi pamoja na upande wa uguzi. Zamani ilikuwa diploma, sasa hivi wapo wenye degree, na kuelekea katika tasnia mbalimbali. Zamani ilikuwa mambo ya ultrasound, mtu mwenye diploma tu, sasa hivi mwenye degree, na wamejiongeza kwa namna moja ama nyingine. Kwa matarajio yetu ni kuweza kufanikisha yote, na kwa sasa katika huduma ambazo karibuni inshallah zitaanza ndani ya kumalizika kwa mwaka huu, miezi miwili ijayo mpaka Januari, matarajio yetu ni kuanzisha rasmi kitengo cha kibingwa cha huduma za macho, ambapo kitawemo mpaka huduma za operation, lakini pia na kufanya huduma za kibingwa za upasuaji wa njia za matundu au za kamera, laparoscopic procedures, ambazo sio lazima mtu tena kabano appendix. Dr. Jamali, kama historia yako ya mwanzo unavyotuambia, sio lazima uchane moja kwa moja. Sasa hivi unatoboa tundu ndogo, unaingiza kamera, basi unamaliza. Mtu hata hajulikani kama ameweza kufanyiwa upasuaji wowote. Si hilo tu, lakini pia katika kitengo cha akina mama kimeweza kuboreshwa kwa namna moja ama nyingine, kikiongozwa na kwa kitengo Dr. Fatma. Sasa hivi najua kwa mashekh tumezingatia vigezo vyote, na Sheikh Rashid anafahamu tunafanya upandikizaji wa mimba kwa njia ya halali kabisa, yani vigezo vyote vinafuatishwa, au sio Sheikh Salim? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tumeweza kuvianzisha, na malengo ni makubwa zaidi, na kikubwa tuijenge wote kwa pamoja. Baada ya kusema hayo machache kwa leo, najua tunasubiri Sheikh Salim, baada ya kupata kutabaru kidogo, tutawapima watu sukari vile vile leo, lakini baada ya, sio kabla. Naam, mwanzo inshallah kwa tutafanya hayo. Baada ya hayo machache, nichukue nafasi hii kumkaribisha mgeni wetu rasmi wa leo, ambaye pia ni katibu wa jumuiya, katibu mkuu wa jumuiya Istiqama Zanzibar, Sheikh Salim Batashi. Karibu sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa wasaa huu tukakutana hapa kwa malengo ambayo yameelezewa ya kufurahia au kukumbushana historia tulipotoka na kufungua eneo letu hili, na lengo kubwa ilikuwa ni kuzihisi hizi neema ambazo tupo ndani yake, alafu tukaweza kukumbushana kuzishukuru. Pili, nashukuru uongozi wa hospitali kupitia bodi ya uendeshaji pamoja na mkurugenzi mkuu, madaktari na wanafamilia wa Rahma wote kwa kujumuika hapa na huduma zao wanazotupa. Allah wabariki katika dunia yao na akhera yao. Tatu, nimepewa jukumu ambalo nimekubali kulibeba la kuzungumza na hadhara hii katika mnasaba huu kwa kukumbushana mawili matatu ambayo yatakuwa na faida biidhnillah taala katika utendaji wetu na maisha yetu na mengine. Mimi si mzungumzaji mzuri, lakini nitajitahidi niweze kufikisha hicho ambacho nitakifikisha. Kwanza kabisa, kama ilivyoelezewa hapa, Sheikh Salim kaelezea historia ilikuwaje ikaanzishwa hospitali, nini malengo ya kuanzishwa. Lakini sote tunajua kwamba hospitali ipo chini ya usimamizi wa Jumuiya Istiqama Zanzibar, jumuiya ambayo sio jumuiya ya kibiashara wala ya kisiasa wala vingine vyovyote, isipokuwa ipo kwa ajili ya kuhudumikia jamii katika nyanja mbalimbali ikiwemo afya. Lakini vizuri kukumbushana, madhali nimepata fursa hii na nazungumza kwa niaba ya Jumuiya Istiqama, kwamba kazi zote hizi zinazofanywa na Istiqama kwenye afya, kwenye elimu, kwenye jamii na kwingine,
hizi tuna dira na tuongoza au misingi, tunapita katika misingi hiyo na kwenda huko ambapo tunataka tufike. Jambo la kwanza ambalo tunapenda wale wote ambao wapo katika chini ya usimamizi wa jumuiya pamoja na uongozi wa juu wa jumuiya, kwamba sisi utendaji wetu kama jumuiya haufungamani na maslahi binafsi ya mtu au taasisi, kwamba tunafanya kwa ajili ya maslahi fulani. Sisi tunafanya kwa msingi wa ikhlas, kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Na ukisema ikhlas manake unaweka pembeni maslahi yote ambayo yatakufika wewe, ukitarajia maslahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Haya ni kupata radhi zake na kufungulia baraka zake. Cha pili ni amana au uaminifu. Sisi tumejikubalisha kama jumuiya kubeba amana ya kuwa ni wasimamizi wa kusaidia jamii katika nyanja mbalimbali. Na kama umekubali kubeba amana, maana yake una wajibu wa kuitimiza hiyo amana. Kuitimiza kwa ukamilifu, kuitimiza kwa uaminifu, kuitimiza kwa juhudi zote, kwa uwezo wako wote uliopewa katika upande ule. Ili jambo la pili. Jambo la tatu, upendo. Upendo baina yako na unaofanya kazi nao wenzako, sawa ikiwa kwenye uongozi au ikiwa kwenye huduma nyingine mbalimbali. Jambo la nne, mashirikiano, amba sisi hatufanyi kazi personally, amba huyu anafanya kivyake na huyu kwa malengo yake na yule kwa malengo yake. Sawa atakuwa kwa kiongozi mmoja lakini anahudumikia wengine wote. Na mtu mmoja amesemwa sana hapa, Sheikh Nasr kasema, Dr. Salim kasema, kwamba haya yote mlioyafikia si juhudi za mtu mmoja, zinaanzia chini kufikia juu. Anaweza mkurugenzi akatoa amri au maelekezo, lakini ikiwa hamna mashirikiano chini, hata yeye hayo mafanikio aliyofikia hataweza kufikia. Na la mwisho, tunafanya vitu kwa ubora, tunazingatia ubora wa mambo. Kiangalia misingi hii na historia aliyotoa Sheikh hapa na aliyozungumza Sheikh Nasr na ambayo mnayaona, mnayashuhudia na mnayatenda, utaona kweli kwamba sisi kama jumuiya misingi yetu ni hii. Ambalo napenda kuwakumbusha kwamba nyote ambao mupo hapa mnatoa huduma, mmepata fursa adhima ya kwamba nyinyi mnakishughulikia kitu thamini alichopewa mwanadamu, nacho ni uhai. Uhai ambao unategemea zaidi afya. Sote tutakubaliana tuloka hapa kwamba utajiri sio kuwa na mapesa na kuwa na majengo mazuri na kuvaa vizuri na nini. Utajiri hasa ni ile afya aliyokuwa nayo yule mtu. Utajiri wake ni ule. Kwa sababu hata hizo pesa zake akiwa nazo, ikimuondoka hii afya, atakhiari azitoe zote kuitafuta hii afya. Sasa sisi tumepata bahati ya kuhudumikia katika nyanja hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katueleza fadhila zake kwamba atakayehuisha nafsi kama kwamba kahuisha waliokuwepo katika ardhi wote, man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Na atakayehuisha hii nafsi basi ni kama yule ambaye kahuisha watu dunia nzima. Sasa sisi hapa kama madaktari bingwa, wasimamizi, manasi, hata watu wa reception, watu wa pharmacy, wote hao wapo katika gurudumu moja la kuhudumikia afya ya mwanadamu. Fadhila ya kwanza unaipata hapa. Fadhila nyingine au jambo jingine ambalo pia nitalikumbusha, popote mtu anapokuwa katika kazi zinazofanya, kila mmoja na nyanja yake aliyojaliwa na Allah. Allah ndivyo alivyotuumba hivi kwamba katuumba tutegemeane. Daktari bingwa huyu asingefikia kuitwa daktari bingwa kama hakuna wagonjwa. Kwa mgonjwa tuone ubingwa wake. Lakini wakati huo huyu mgonjwa huyu atamhitaji huyo daktari bingwa. Daktari bingwa huyu akiingia katika chumba cha upasuaji haingii peke yake.
atahitaji mtu wa kumpa mkasi, sijui mtu wa kutengeneza taa, sijui yenyewe mnajua zaidi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hii kazi inayofanywa haifanywi na mtu in personal, inafanywa na group ya watu, vyovyote itakavyokuwa, afikie mtu stage atakayofikia. Kwenye huu kamilifu ambao tunakamilishana, bila shaka kuna kuamiliana. Ni mtu anafanya na mwingine anapokea, na mwingine anafanya na mwingine anapokea. Jambo ambalo litapamba amali ya mtu au hili jambo letu hili hususan nizungumzie ni kitu kinachoitwa nidhamu. Ni maumbile ya wanadamu, sisi tulivyoumbwa wanadamu, wa si mara nyingi hupenda kufuata nidhamu. Mara nyingi hupenda kuchomoka katika nidhamu. Ndio maumbile tuliyoumbwa. Lakini dini yetu tunataka tuwe katika nidhamu. Kwa hiyo tumewekewa mambo katika ibada zetu hizi kwa nidhamu maalum, na kwenda kusali kwa nidhamu maalum. Yote hiyo kufunzwa kitu kinachoitwa nidhamu. Lakini nini maana hili neno nidhamu? Je, nidhamu maana yake tumkute mtu hivi kasimama mlangoni pale safi hivi, ukipita na kusalimia hivi tuseme huyu ana nidhamu, au kachomekea? Au neno nidhamu kilichukua kwa Kiswahili ile kilieka kwa urefu hivi, nidhamu kalieka hivi, basi kila herufi inawakilisha jambo maalum ambalo mjumuiko wake mwisho mtu akilichukua ndo anafikia kwa mafanikio kama haya ambayo tunayashuhudia. Sasa kama utakuwa na kalamu hapo, utajaribu kuandika neno nidhamu kwa urefu hivi, sio kwa upana. Alafu kwenye N pale inawakilisha nia. Unafanya kwa nia gani? Nimekuja hapa, nia yangu nipate kitu kinifaisha mimi binafsi, au nimekuja kwa nia ya kuja kutekeleza wajibu wangu niliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, au nia ni ule msukumo aliokuwa nao mtu katika moyo wake. Nidhamu inaanzia hapo kwenye herufi ya N. Nia yako ni katika sawa na hapo hospitali, kokote utakapokuwa. Neno nidhamu, nia ya uwepo wa kutenda hilo jambo ni ipi? Na sisi sote Waislamu tunajua kwamba tumeraghibishwa na tumeamrishwa tufanye mambo yetu kwa nia safi, ambayo ndio ile tulizungumza ikhlas. Nia au hiyo neno nidhamu la kwanza ni nia. Ukienda kwenye aya hapo, ile linawakilisha neno iman. Na iman nayo pia inaanzia huku katika moyo. Halafu sasa vitendo vyako ndivyo vinavyotafsiri imani. Sisi kwa Kiswahili tukizungumza imani mara nyingi tunaiunganisha na huruma. Sema fulani ana imani, maana yake tunakusudia ana huruma. Fulani ana imani. Neno hilo imani la jumlisha hiyo maana huruma, lakini pia ile hisia ya mwanadamu ndani ya moyo wake kwamba lile analolifanya anafanya kwa imani ya namna gani ambayo inafungamana na nia yake. Hiyo herufi D inayoshuka chini hapo, dhamira. Dhamira ya utendaji wako, ya uwepo wako na mingine. Na ikisema dhamira mnafahamu katika Kiswahili, ambalo kwa Kiarabu ni dhamira inaitwa dhamir. Dhamir nayo inajumuisha pia ile atanguliza kusema ikhlasi hiyo na mengine, nia safi. Umekidhamiria kitu, unakifanya kwa kukusudia, umekifanya kwa kukipenda, unakifanya kwa kukiendeleza. Hiyo ni dhamira. Hiyo herufi ya H inawakilisha neno hamu. Mtu akiwa hana hamu na jambo, na hamu inatokana na kitu kukipenda. Kitu kikipenda utakuwa na hamu, unakuwa na hamu nacho kwa sababu unakipenda. Lakini ikiwa hukipendi utakuwa na hamu nacho. Na kitu kikifanya kwa hamu, unakifanya kwa ubora, unakifanya kwa ufanisi, unakifanya kwa ujuzi, unakifanya kwa kujitoa kwa sababu una hamu nacho kile kitu.
Alafu hiyo herufi ya A inayofuata amani. Unaweza kuwa nayo yote ya mwanzo, lakini ukikosa amani sehemu ambayo unafanya hiyo kazi, basi utashindwa kufikia. Nikisema amani sehemu kama hizi, sio amani peke yake, amani ya sehemu kwamba tuna walinzi, hata amani ya nafsi, kwamba wenzako wanakutreat vizuri, kurugenzi anawatreat vizuri, mkubwa wako anakutreat vizuri, wagonjwa wako wanakutreat vizuri, na wote yani kiufupi amani ya nafsi, amani ya sehemu, amani ya kazi, kwamba hufanyi kwa wasiwasi kwamba mimi hapa nimebakisha wiki moja sijui kama nitafukuzwa au, na amani. Sawa. Herufi ya M inamaanisha mashirikiano. Inamaanisha mashirikiano. Wewe uamini kwamba utakapotoka kazini, utakapotoka nyumbani unakuja hapa kazini, huwezi kufanya kazi peke yako, kwamba umeingia katika ofisi yako ukajifungia mlango alafu basi ukafika wakati ukaondoka. Utawahitaji wenzako, utahitaji wasaidizi wako, utahitaji msaada kutoka kwa wenzako. Kwa lazima kuwa kuna mashirikiano kwenye M. Alafu ya mwisho upendo na umoja katika kazi zenu. Ukilijumuisha, ukisema mtu ana nidhamu, manake haya yote haya kaya kusanya, kaja kwa nia safi, ana imani na analolifanya, ana dhamira nzuri, ana amani, anashirikiana na wenzake, na upo upendo katika hiyo kazi, basi mtajikuta nyote kwa pamoja mnafanikiwa katika mambo yenu. Na hiyo ndio misingi ambayo kila mtu anatakiwa awe nayo katika maisha kwa ujumla, sio kazini tu, katika maisha kwa ujumla. Kwa kumalizia pointi hii, mmoja katika wenye hikma zao kasema hivi, milango ya mafanikio ipo 1000. Milango ya mafanikio ipo 1000. Yani kuna milango 1000 ya mafanikio, utachagua unaotaka ukaingia. Mafanikio ya pesa, mafanikio ya elimu, mafanikio ya nini, mafanikio 1000. Lakini huwezi kuingia katika mlango wote katika hiyo 1000 kabla hujaingia katika mlango wa kwanza wa kupeleka kwenye milango 1000, nao ni mlango wa iltizam. Iltizam kwa Kiingereza watanisaidia wataalamu hapa, commitment. Commitment. Commitment manake, najua sina haja ku wataalamu wengi hapa, sije nikasema nikakosea. Ukiwa multazim, ukatenda kama vile ambavyo unatakiwa kwa haya maelezo niliyotangulia kuyasema, kwa nidhamu na kwa mengine, basi utaingia wewe katika milango 1000 ya mafanikio, na utachagua mlango wote kuingia, kwa sharti uingie mlango wa kwanza wa commitment, iltizam. Kiambua bwana kazini saa 2, ni kazini saa 2. Sheikh Tariq hapa akasema wanachomoka, alikuwa akimogopa Shanaso. Shanaso ushamaliza, baki na yake. Kwa hiyo kila mmoja kitaka mafanikio, basi iltizam. Ukiamua napita njia hii, basi njia hiyo malize nayo. Pointi ya mwisho nisirefushe, ambayo mwisho pia ambayo nimekusudia kuisema hapa, naona kama ishaanza kunitoka, sijui nitaikumbuka biidhnillah, kwamba sisi tupo tunafanya majukumu yetu kila siku, tunahudhuria kazini, tunapata tunachopata katika manufaa ya maisha, mishahara na mengine mengi, lakini hasa tujue kila mmoja hapa anaifanyia nafsi yake. Nafanya kwa mashirikiano na kuhudumikia jamii, lakini mwisho, kituo cha mwisho, kila mmoja anaifanyia nafsi yake. Chukua kanuni hiyo ambayo tumesomeshwa kwenye Qur'ani, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, au man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha. Sawa, ni kwa kazini nafanya, lakini kama nitafanya vizuri basi naifanyia nafsi yangu.
haya au hii inaozungumza hapa inaonekana kama ni selfish, lakini ndio inozungumziwa kwamba kila mtu ubinafsi unaotakiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mimi nafanya, lakini mwisho wa siku nina daftari langu nitakuja kusomewa, lakini utendaji wangu mashirikiana na wenzangu. Kwa hiyo kama mimi nilikuwa kwenye kitengo cha dawa, basi nafanya vizuri kwa ajili ya kuhudumikia jamii na kwa ajili ya hospitali yetu na kwa ajili ya, lakini usisahau kwamba huu uzuri huu unakurudia mwenyewe nafsi yako siku hiyo ukifika kule. Na atakayeboronga akafanya vibaya kitengo chochote, akasema bwana sijaongezwa % ile, kwa hiyo hapa sasa hivi itakuwa tena naondosha tu mpaka watakapoona waniongeze, sawa, atafanya, lakini ajue ubaya ule anaofanyia nafsi yake. Asije akatahamaki kafika siku hiyo anasomewa daftari lake kafanya kazi nzuri ya kuhudumikia afya za wanadamu, kutoa uhai kwa wanadamu, lakini daftari lake likasoma 0. Kwa nini 0? Kwa sababu tu siku moja aliambiwa mpige sindano, kwa sababu hajapewa kambadilishia sindano ikawa hivi ikawa vile, au aliambiwa pange dawa au kajikuta yuko 0. Kwa hii kwa nafsi yangu pamoja na hadhira waliohudhuria hapa, la mwisho si kwa niaba ya Jumuiya ya Istiqama Zanzibar na wajumbe wake wote, natoa shukrani za dhati kabisa kwa nyote familia ya Rahma, kwa juhudi zenu, jitihada zenu, muda wenu, elimu yenu, ujuzi wenu kwa ajili ya kulisimamia hili jambo na kuliboresha na likenda mbele kwa namna ambayo jumuiya inataka au vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka. Kwa hakika sisi kama jumuiya hatuna cha kulipeni. Hata tukiamua labda kuwapa watu vibunda, utakitumia kitakwisha. Lakini ikiwa tunathamini mchango wenu, kazi zenu, juhudi zenu, ndio malipo makubwa ambayo sisi tunaweza kuwapa. Tunaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala awathibitishe katika haki, awaongoze, awape nyoyo zilokuwa safi, zina ikhlas ndani yake, awaongezee nguvu, awaongezee ujuzi kuhudumikia hii jamii ya Waislamu. Inshallah na Allah subhanahu wa ta'ala atawapa na nyinyi watu wengine wa kuwahudumikia katika haja zenu mbalimbali katika hizo jamii kwa huduma zenu mnazozitoa. Kwa maneno haya naomba nihitimishe kwa nilivyotangulia kusema. Naomba uongozi kama ulivyoahidi hapa utaenda mbele zaidi na kutupeleka juu zaidi, lakini kwa mashirikiano ya wafanyakazi wote au wanafamilia wote wa hospitali ya Rahma. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni kwa kunisikiliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Sheikh Salim Al-Battashi kwa nasaha zako nzuri hizo. Allah akulipe kheri, na sisi kwa uwezo wa Allah nasaha zako tuwazifanyia kazi. Kitendo kinachofuata sasa ni kitendo cha utoaji wa zawadi. Zawadi hizi zitatoka hospitali kuwapa viongozi wakuu pamoja na wale ambao walofanikisha Ar-Rahma kusimama hadi hivi leo. Wengi katika sisi au sote tumefanikisha Ar-Rahma kusimama hadi leo, lakini kuwapa zawadi wote, wengine tutaombea dua tu, sawa. Kwa hiyo wengine tutawapa zawadi pamoja na dua. Sasa mfumo wa zawadi utakuwa kama ifuatavyo. Tunaomba meza kuu isimame, alafu abakie hapo mgeni rasmi pamoja na mkurugenzi wa Rahma Hospital hapo. Naam, tukianza wa kwanza kabisa ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Rahma Hospital, hatujamsahau, ambaye ni Sheikh Salum Muhammad Abdussalami, ambaye yeye mashaallah tunauona mchango wake. Lakini wa pili ni Sheikh Masud bin Abdullah Al-Bimani, ambaye ni msimamizi wa majengo. Tunaona hapa kila wakati yupo
pakiwa na ujenzi wowote basi tunamwona. Naam, watatu ni Sheikh Nasr bin Salim Al-Khattali ambaye yeye aliyedhamini au alitujengea jengo hili huku ambalo la uongozi juu chini lab. Ni yeye ambaye aliyetujengea, na yeye hatujamsahau, hayupo hapa lakini kwa niaba yake atapokea mgeni rasmi. Mgeni rasmi Muslim, tunaomba upokee kwa niaba ya Sheikh Nasr Salim. Lakini wanne ni Sheikh Nasr bin Suleiman bin Hamid Al-Ghaithi, na yeye pia hatujamsahau, ana mchango mkubwa sana hapa Rahma Hospital. Karibu. Lakini watano ni Sheikh Muhammad bin Mansur Al-Toqi ambaye yeye ni katika bodi ya wakurugenzi ya Rahma Hospital. Hayupo hapa lakini kwa niaba yake atapokea mwanawe Sheikh Mansur bin Muhammad. Lakini wa sita, hili jengo ambalo hapa tunaliona mashaallah limejengwa vizuri sana, au sio? Hili kuna kampuni moja inaitwa Top Builders ambaye yeye mashaallah, yani kwa muda mfupi tunaona kwamba kila tukiingia, kesho tukija tunaona vingine. Kwa hivyo chini ya engineer wake mkuu ambaye ni Sheikh Muhammad bin Salim Al-Kindi, karibu sana. Lakini wa mwisho kwa leo Sheikh Salum Al-Batashi, naomba umkabidhi zawadi Dr. Salum Hamed Muhammad Al-Mazrui. Na mpaka sasa tumefikia mwisho wa utoaji wa zawadi. Tunaomba meza kuu irudi ikae sehemu yake. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.